Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo? Karibu sana kwenye kijiwe chetu cha michezo, tujuzane mawili matatu ya kimchezo yaliyojiri katika viwanja mbalimbali vya michezo. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa mchezo, hususan huu mpira wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wa Tanzania uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tuliyokuletea hapa kijiweni. Habari kubwa tunayokuletea hivi sasa ni kwamba kigogo aliyeahirisha mechi ya Young Africans dhidi ya Simba Machi 8 afichuliwa rasmi. Ni nani huyu ambaye amefichuliwa? Alifanya hivyo kwa maslahi ya nani? Kaa nasi Malecom hapa tumtambue ni nani ambaye aliahirisha mchezo wa dabi. Kwanza kabisa nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, basi ufanye hivyo kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii ili ujiunge na familia hii pendwa na kubwa ya mpira wa miguu, na utakuwa ukipata updates zote kila tunapoweka video zetu. Kupitia kipindi cha Sports Arena cha Wasafi FM, mchambuzi nguli na mahiri kabisa nchini Nasri Harfan, yeye amedai kwamba amefanya uchunguzi mkubwa sana wa kina na kumtambua kiongozi wa ndani ya TFF ambaye ndo kiini cha sekeseke la mechi ya Kariakoo kuahirishwa. Nakumbuka ya kwamba mechi ya tarehe 8 Machi, mechi namba 184, ilipangwa kupigwa Machi 8 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na mechi hiyo iliahirishwa baada kuanza kutokea sintofahamu siku moja kabla ya mchezo, ambapo Simba Sports Club walizuiliwa kufanya mazoezi na wakidai pia kufanyiwa vurugu wakati wakihitaji kufanya mazoezi kama ilivyo kanuni ambavyo inaelekeza siku moja kabla ule muda wa mchezo, basi klabu ambayo ni ngeni inatakiwa ifanye mazoezi kama kanuni zinavyoelekeza. Lakini Simba walikosa fursa hiyo, kwani inasemekana ya kwamba meneja wa uwanja aliwazuia kufanya mazoezi na kwamba hakufungua geti, na baadhi ya watu wanasema kwamba walifanyiwa vurugu na watu ama makomando wanaosadikika kwamba ni wadau ama mashabiki wa Young Africans. Hivyo Simba walichokifanya ni kuiandikia bodi ya ligi malalamiko yao, na kupitia ukurasa wao wa Instagram wakatanabaisha ya kwamba hawatoshiriki mchezo huo, hivyo mpaka pale mamlaka itakapowachukulia hatua wote waliohusika na kuwahujumu ama kuwanyima haki yao ya msingi na kanuni ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Hivyo tukaona siku iliyofuatia ambayo ndo siku ya mchezo kabisa, Machi 8 asubuhi, mwenyekiti wa bodi ya ligi alisema kwamba mechi ipo pale pale, lakini cha kushangaza kufika mchana bodi ya ligi wakatoa taarifa ya kuahirisha mchezo, huku wakisema kulikuwa na viashiria vya rushwa, viashiria vya uvunjifu wa amani, hivyo wanaahirisha mpaka watakapotangaza tena. Na mechi hiyo ikumbukwe kwamba baadaye Young Africans walikwenda kasi kupeleka malalamiko yao, lakini kasi pia wakawaambia bado huku ni mamlaka za juu sana, rudi nchini kwako kwenye mamlaka za ndani huko, fikisha malalamiko yako, usiposikilizwa basi ufuate ngazi kwa ngazi, usianze juu kushuka chini. Hivyo tukaona Young Africans hawakurudi tena TFF, hawakurudi tena bodi ya ligi, na bodi ya ligi wakatangaza tarehe 15 Juni kwamba itakuwa ndo mchezo wa dabi. Lakini Young Africans wakatoa masharti mazito sana, wakitaka baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi na TFF wajiuzuru, kwani hawana imani na viongozi hao, la sivyo hatuchezi. Hiyo ni kauli ambayo walikuwa wakiitumia Young Africans, kwa maana ya kwamba kugomea mchezo kama matakwa yao yasipotekelezwa.
Ilichukua muda mrefu, mazungumzo ya hapa na pale yakifanyika, kila mmoja akisema lake, lakini wiki moja kabla ya mchezo kufika tarehe 15, tuliona Young Africans walifanya kikao na bodi ya ligi, huku wakikiri kwamba, na viongozi wa Young Africans walisema kupitia msemaji wao Ali Shaban Kamwe kwamba bodi ya ligi walikiri ya kwamba yalifanyika makosa kuahirisha mchezo ule, na ilipigwa simu kutoka juu ya kigogo mmoja hivi ambao hawakumtaja jina viongozi wa Young Africans kwamba ndiye aliyefanya meneja ashindwe kuwatimizia Simba haki yao. Hivyo hali ikageuka, upepo ukageuka, ikaonekana ya kwamba huyo kigogo ambaye alipiga simu kwamba Simba wazuiliwe kufanya mazoezi ndiye chanzo cha dabi isichezwe. Young Africans wakasisitiza wakisema ya kwamba wanaomba bodi ya ligi itoke hadharani na kusema ni nani huyo ambaye alipiga simu kwamba Simba wazuiliwe kufanya mazoezi, lakini bodi ya ligi haikuwahi kuja hadharani na kusema ni nani ambaye alifanya hivyo, licha ya Yanga wao kukiri wazi wazi na kusema kwamba bodi ya ligi jina wanalo na wanamfahamu mhusika. Baada ya siku chache kabla kuelekea mchezo huo, tuliona viongozi wa Simba na Yanga kwa pamoja waliitwa Ikulu Dodoma Chamwino kwenda kuzungumza na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo baada ya mazungumzo hayo ya kina ya kiundani kabisa, basi tukaona bodi ya ligi ikatangaza mechi kwamba itachezwa tarehe 25 Juni, ambayo ndo mechi ambayo imebaki sasa. Watu wote, macho ya watu wote yanaangalia mchezo huo. Hivyo haikubainika tena kwamba ni nani ambaye aliahirisha mchezo. Hivyo tumeona viongozi wa Simba na Yanga wote wakawa wamekubaliana kwamba watacheza, licha ya kwamba hapa na pale kumekuwa na kauli za huku na kule ambazo hazieleweki zina msingi gani, lakini kikubwa ni kwamba game iko pale pale. Watu wakaendelea kubaki na maswali kwamba ni nani huyu ambaye alipiga simu na kuwa chanzo cha yote haya mpaka nchi inaingia katika mtikisiko wa kimichezo. Lakini bado ikawa halifahamiki. Kila mmoja amekuwa akisema yake, huyu akisema labda atakuwa fulani, labda atakuwa fulani, lakini yote ni hisia tu. Majibu yapo kwa wale ambao wanaripoti ya nini ambacho kilitokea. Sasa leo kupitia kipindi cha Sports Arena cha Wasafi FM, mchambuzi huyu nguli kabisa nchini Nasri Harfan, yeye ametaka kumfichua aliyesababisha sekeseke la dabi. Nasri amedai kwamba kwa uchunguzi aliyofanya wakina amefanikiwa kumtambua kiongozi wa ndani ya TFF ambaye ndio kiini cha sekeseke la Kariakoo dabi, na kupitia kipindi hicho akasema ameambiwa ni nani ambaye ndo ametufikisha hapa, na hiyo anasema yeye kwamba amefanya uchunguzi wa kina kupitia baada ya kusema hayo akasema hajajua kama ni busara amtaje ama asimtaje. Tukaona watangazaji wenzake pale katika redio ya Wasafi FM kupitia kipindi cha Sports Arena wakamjia juu wakitaka asimtaje, na huku aliyekuwa akiongoza kipindi Maulid Baraka wa Kitenge akisema kwamba hiyo itakuwa ni jambo ambalo sio la kiungwana sana, aache mamlaka zifanye shughuli yake. Kama yeye kafanya uchunguzi basi abaki naro. Lakini mdau wa soka unaanza kupata picha ya kwamba tayari kigogo huyo ambaye alifanya tufikie hapa, tayari kuna baadhi ya watu wameshaanza kumfahamu. Kuna ripoti watu wameanza kumjua. Tuliobaki ni sisi huku ambao tunasikilizia bado ni nani ambaye ameahirisha huu mchezo, nani aliyefanya mpaka leo tuko hapa. Basi kila mtu amekuwa na maoni yake, lakini Nasri Harfan yeye anasema amefanya uchunguzi na amembaini, japo kumtaja imekuwa ni kizungumkuti, kwani wenzake wote waliokuwa nao studio pale walikataa asimtaje. Na sasa maswali ni kwamba kwa nini anakataa, kwa nini hawataki asimtaje? Watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti. Nimepitia ukurasa wa Instagram wa Sports Arena 88.9. Baada ya posti hiyo
wamesema hapa Nasri Harfani ataka kumfichua kiongozi aliyesababisha sekeseke la dabi, na anadai kwamba amefanya uchunguzi na kumtambua, na kipindi pia kikauliza, je, Nasri amtaje ama ashikilie bomba? Hiyo ni baada ya video ile ambayo imetangulia, huku akimzuia asifanye hivyo. Lakini wewe kama mdau wa soka, tuambie, tayari taratibu jina la mtu ambaye alipiga simu linaanza kusogea midomoni na vichwani ya wadau wa soka. Muda wowote atawekwa wazi, hata kama ni muda gani utapita, lakini hapa kwa hali inavyoendelea, manake huyo mtu atafahamika. Tuambie kwenye maoni, kama ungepata nafasi ya kumshauri huyu bwana ambaye kigogo aliyeahirisha mechi, ungemwambia neno gani? Tuambie kwenye maoni hapo chini. Twende sawa. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.